والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. أعزائي المشاهدين الكرام السيدي والسادة في كل أنحاء العالم وفي قارتنا الحبيبة القارة الأفريقية والقارة السمراء وفي بلدنا الحبيبة بلد الأمن والسلامة جمهورية تنزانيا المتحدة. أرحب بكم في هذه الحلقة الدبلوماسية والسياسية العالمية. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, kwa mara nyingine tena tunakutana katika kupitia kwa channel yetu hii. Ni muendelezo wa juu ya uchambuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu siasa na diplomasia ulimwenguni, tukiwa bado tunatupia macho yetu juu ya yale ambayo yaliyoshika vichwa vya habari ulimwenguni. Na hii ni kutokana na taharuki kubwa ya vita ambavyo vinavyokwenda kutokea baina ya Marekani na mshirika wake Israel kupitia juu ya taifa la Irani, juu ya kutaka kuporomoa na kudondosha na kuondoa madarakani utawala wa Ayatollah al-Khomeini na kuporomoa utawala wa Kiislamu uliowekwa madarakani tangu mapinduzi ya Kiislamu yafanyike ya mwaka wa 1979. Ndugu zangu, kwamba ni lazima tufahamu yapo masuala mbalimbali ambayo tunakwenda kuyagusa leo. Ni juu ya kauli ya balozi wa Israeli nchini Marekani ambaye ameitoa akiwa katika interview juu ya mikakati inayotengenezwa au inayotekelezwa na taifa la Israel ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia ndani ya dunia nzima kwa ujumla. Lakini wakati huo tutakwenda kuangalia maandalizi makubwa yanayofanywa na jeshi la Marekani, maandalizi ya kijeshi, maandalizi ya silaha, maandalizi ya makombora, maandalizi ya askari, lakini pia maandalizi ya ndege mbalimbali za kurusha makombora ya masafa marefu kama vile B Spirit Bunker, ambayo ni moja kati ya ndege hatari zaidi duniani. Lakini pia tutakwenda kuangalia ni wapi yanapotegemewa kutoka mashambulizi ya Marekani pamoja na Israeli dhidi ya taifa la Iran, na kuangalia namna gani Irani alivyoweza kujihami na silaha ambazo anazoendelea kuzionyesha kila siku, na silaha za makombora ambayo anaendelea kuyatoa chini ya milima na kuyaweka katika maeneo ya mipango na siri ya mazoezi yake ndani ya lango la pwani ya bahari ya Hormuz. Ndugu zangu, kwamba lazima tufahamu balozi wa Israel nchini Marekani ameongea maneno mazito sana kupitia taarifa yake ya interview aliyokuwa akifanya akihojiwa na baadhi ya waandishi wa habari. Aliulizwa ni vipi mikakati iliyopo ya kuendesha vita hivi ambavyo mpaka sasa vinaonekana kwamba ninyi ndio sehemu ya taifa ambalo linashuhudilia lakini pia linashadadia. Akasema kwamba kwa mujibu wa kwa mujibu wa maandiko ya Biblia yanampa nafasi kubwa, yanampa haki yanaipa haki taifa la Israel kuweza kutawala kuanzia mto Furati lakini pia mpaka mto Nile. Alipoulizwa ni kwa nini unakusudia nini kati ya mto Furati mpaka mto Nile, ni nini kusudio lake, akasema ni kwamba kwa mujibu wa maandiko ya Biblia tunaposema kwamba Israel ini haki yake kutawala kuanzia mto Furati mpaka mto Nile, maana yake tunakusudia Saudi Arabia, ni maeneo ambayo waliwahi kuishi Saudi Arabia, lakini pia tunakusudia Syria, lakini pia tunakusudia Jordan, lakini pia tunakusudia Misri, lakini pia tunakusudia Lebanon. Misri kama sehemu ya lango kuu la mto Nile, kwa maana nyingine kwamba ukishatawala Misri unakuja unatawala Sudan, unatawala Ethiopia, na baadaye unakuja unatawala Uganda, na baadaye unakuja Somaliland, lakini pia unakuja Somalia na nchi za ukanda wa Mashariki ya Kati. Ikumbuke kwamba haya sio majibu tu ambayo yametoka bure au majibu yametoka bila kukusudia, bali haya ni majibu ambayo yanayotokana na moja kati ya agenda 24 zilizoandikwa katika karne ya 20 mwaka wa 1901. Ukienda kufunua, na ninakuasa ndugu, nenda katafute kitabu kinachoitwa The Protocol of Yahud katika lugha ya Kiingereza, au unaweza ukasema Protokolati al-Yahudi katika lugha ya Kiarabu. Nenda Play Store, download kitabu hiko. Kitabu hiki kimeandikwa katika karne iliyopita.
kinaelezea mikakati na mipango 24 ya Mayahudi ya namna gani ya kuweza kuitawala dunia. Katika mambo ambayo walioandika ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanatanua utawala wao kutoka kuanzia mto Furati mpaka mto Naili. Hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba haya yanayoendelea leo duniani ni moja kati ya hatua na mikakati ya kutekeleza kivitendo yale ambayo waliokwisha yaandika tangu mwaka wa 1901. Lakini pia swala zima la kueneza fujo na vita duniani. Kwa sababu gani? Ni moja kati ya mikakati yao itakayowafanya wao kuweza kuitawala dunia hii. Lakini pia kutawalia nchi na mataifa mengine katika sekta ya elimu. Kwamba mataifa mengine yatakuwa wakitegemea elimu kutoka kwao, elimu ambayo itakuwa haiendani na rasilimali za nchi zao, jambo ambalo itawalazimu mataifa haya yaelekeze macho kwa yale mataifa mengine ambayo yaliopewa ujuzi huo wa elimu, ikiwemo Mayahudi, waweze kuingia katika nchi zetu za Kiafrika na nchi zingine kuweza kutawala vyanzo vya uchumi. Lakini pia kuhakikisha kwamba vyanzo hivi vya uchumi dunia nzima vinatawaliwa na wao. Na hii limethibiti kwa sababu wao ndio ambao wanaotaka kutawalia maeneo ya Mashariki ya Kati, kwa sababu ni maeneo yanajulikana kwa uzalishaji mkubwa wa mafuta pamoja na gesi. Lakini pia wameweza kutawala mataifa mengine, hasa mataifa ya Kiafrika, kwa kutawalia vyanzo vya uchumi, ikiwemo masuala ya migodi duniani. Makampuni mengi makubwa unayoyasikia duniani leo hii ni makampuni ambayo yanayo simamiwa na Mayahudi katika kutawala na kuwekeza katika masuala ya migodi ya dhahabu. Na iwapo utashindwa kufuata masharti yao, ndiko utatokewa na hiki ambacho kinachoendelea leo Kongo, kwamba hawajali kufa kwa watoto, hawajali kufa kwa binadamu, hakuna haki za kibinadamu. Ni kwa sababu wao wako pale kwa ajili ya kutimiza malengo yao binafsi. Kwa hiyo hiki ambacho amekijibu huyu balozi wa Israeli nchini Marekani hajakosea, bali ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda zao. Ndio maana sasa utaona hata hivi vita vya Iran ni kwamba vimebeba sura mbili. Sehemu ya kwanza ni kutaka kutawalia lango la rasilimali ya kiuchumi zilizopo katika nchi ya Iran. Hiyo sehemu ya kwanza, ambayo imekuwa utawala uliopo madarakani wa Abdullah Khomeini umekuwa ni kikwazo kikubwa cha maslahi ya Israeli na Myahudi, lakini pia maslahi ya Marekani, ambayo kwa asilimia kubwa Marekani anatekeleza yale ambayo yanaamuliwa na Mayahudi. Lakini sehemu ya pili ni kutaka kuifanya kudhoofisha nchi za Mashariki ya Kati, ili Israeli ndiyo iwe super power in the Middle East, ndani ya Mashariki ya Kati. Maana yake utakapokuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati, utakuwa na uwezo wa kutawalia rasilimali zote zilizopo ndani ya Mashariki ya Kati na vyanzo vya uchumi vilivyopo ndani ya Mashariki ya Kati, hasa katika upande wa mafuta pamoja na gesi. Kwa hiyo mbinu inayotumika ni kuhakikisha kwamba mataifa mengine yanayoizunguka Israeli yaweze kuwa dhaifu kiuchumi, yaweze kuwa dhaifu kielimu, lakini pia yaweze kuwa dhaifu katika upande wa jeshi, na wasiweze kuzalisha silaha zao wenyewe, na wasiweze kuunda majeshi yenye nguvu, jambo ambalo Iran amejitambua kwamba yeye anatakiwa kuwa ni superpower, na jambo pekee linaloweza kumfanya kuwa ni superpower ni yeye kumiliki nguvu za kijeshi na uchumi, lakini pia kumiliki teknolojia ya uzalishaji wa makombora, na hasa kwenda kumiliki katika makombora ya nyuklia. Na kwamba kinachofanya leo hii, na baada ya kushindikana mazungumzo ya kidiplomasia, maana yake Marekani alitaka atumie meza ya mazungumzo ya kidiplomasia kuhakikisha kwamba taifa la Iran inaachana na mpango wa kuzalisha nyuklia, lakini pia inaachana na mpango wa kutengeneza makombora ya masafa marefu ICBM missiles, lakini pia inaachana na kuzalisha drone. Kwa nini? Kwa sababu uzalishaji wa drone, uzalishaji wa makombora marefu, kumiliki nyuklia kutamfanya yeye awe ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati, jambo ambalo Israeli atakuwa yuko chini, kwa sababu Israeli bado ana rasilimali ya watu wachache, lakini pia gharama za silaha na uendeshaji wa vita
hawezi kudumu vita vya muda mrefu kwa sababu ya gharama kubwa ambayo itakayotumika. Kwa hiyo jambo ambalo litakalo heshima pekee ya Mashariki ya Kati imebakia kwa taifa la Iran. Heshima pekee na umuhimu wa Mashariki ya Kati na mataifa mengine ndani ya Mashariki ya Kati inabebwa na Iran. Iwapo Iran angelikubali, maana yake angelifanyiwa kama vile ambavyo alivyofanyiwa Saddam Hussein nchini Iraq, lakini pia angefanyiwa kama vile ambavyo alivyofanyiwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi pamoja na nchi yake, kwamba walikubali mazungumzo na kuangamiza silaha zao. Baada tu ya kufanya hivyo tayari wakajua tayari hawa mabwana tumesha wamaliza, na hatimaye wakaingia katika vita, uwanja wa mapambano na kuivamia Iraki kwa muda wa mwezi mmoja na siku 10 takriban, wakawa wamechukua nchi, na ndivyo ambavyo walivyofanya Libya. Jambo ambalo Irani amejifunza kupitia makosa ya wenzake, na akaona kwamba heshima pekee itakayonilinda mimi ni mimi kuendelea kusimamia msimamo wangu wa makombora ya nyuklia, lakini pia msimamo wangu wa makombora ya ICBM missiles, makombora ya masafa marefu, lakini pia na kuendelea kuzalisha drone. Ikumbuke kwamba vita hivi vinavyoendelea, Marekani amejipanga kupitia meli zake za kijeshi kama vile Abraham Lincoln pamoja na meli nyingine ya nyuklia ambayo iko kushoto na kuliani. Huko katika upande wa Hormuz kuna meli ya Abraham Lincoln ambayo yenyewe imeondoka katika pwani ya Iran karibu na Iran na kusogea mbali zaidi kutokana na tishio la mazoezi ya Iran yaliyokuwa anayafanya, lakini pia kumoreka yani rada za Irani kuweza kumoreka meli hizo na kuweza kuzifikia kwa karibu, jambo ambalo linamweka katika hatari zaidi ya kuweza kuzamishwa meli zake. Lakini hiyo jeshi la Houthi katika upande wa Yemen limesogea maeneo karibu kwa ajili ya kufanya mashambulizi katika meli za Marekani iwapo tu mashambulizi ya Marekani yataelekezwa katika nchi ya Iran. Lakini Iran moja kwa moja amefanya mazoezi ya kijeshi na kusogeza nyambizi zake za kijeshi, manuari zake za kijeshi ukanda wa pwani ya Hormuz kwa ajili ya kuziwia na kukabiliana na mashambulizi yoyote ambayo yatakayotoka nje ya yatakayotoka katika meli za Marekani kuelekea katika ardhi ya Iran. Kwa hiyo Iran pia anategemea mashambulizi yake kutokea Syria katika milima ya Golan, ambayo Israeli alifanya mashambulizi ya kudhoofisha maghala ya silaha yaliyokuwa kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu baada tu ya kuwa amepinduliwa Basharu al-Assad ambaye alikuwa ni mwiba mkubwa wa Irani uliowekwa kwa ajili ya kumdhoofisha Israel. Lakini pia mashambulizi yake yanategemea kutoka Jordan, lakini pia mashambulizi yake yanategemea kutoka katika pwani ya Oman. Sehemu hizi ambazo yeye Marekani ana basic yake, ijapokuwa taifa la Iraki limekwisha goma na kukataa kabisa anga lake lisitumiwe, lakini pia limekwisha toa idhini ya kufanya kujiunga na kumsaidia Iraki asiweze kupinduliwa au kuondolewa au kushambuliwa madarakani kwa kupitia anga lake. Na hii inakuja ni kutengeneza aina ya mshikamano, kwa sababu wanajua kwamba baada ya Iran kuwa ameporomoka yatafata mataifa mengine. Kwa hiyo heshima ya Waarabu, heshima ya nchi za Mashariki ya Kati zipo katika taifa la Iran. Lakini pia anategemea mashambulizi kutoka Saudi Arabia, na tayari rada za Iran nchini Iran, rada za Wachina nchini Iran zimekwisha murika sehemu ambapo zipo silaha za Marekani katika mataifa hayo, na wakifanya mazoezi ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuivamia. Lakini wakati huo kuna msafara mkubwa sana wa kijeshi umeonekana jana ukitoka Saudi Arabia kuelekea nchini Yemen kwa ajili ya kwenda kufanya mashambulizi kwa Wahuthi. Yaani tazama, nia na madhumuni ni kutaka kuwadhoofisha Wahuthi ili wasiweze kufanya mashambulizi kwenda katika upande wa Marekani, katika meli za Marekani zilizopo katika bahari ya zilizopo baharini ambazo zinaelekeza nguvu zake katika kufanya mashambulizi nchini Iran. Ndugu zangu, mikakati hii haijaja bure. Irani ni moja kati ya taifa ambalo
lina nguvu zaidi, na nguvu yake imethibitika kutokana na maandalizi makubwa yanayofanywa na jeshi la Marekani kupitia meli zake, kupitia askari wake, kupitia makombora, kupitia ndege zake ambazo amekuwa akikusanya na kuzielekeza Mashariki ya Kati kila siku kwa ajili kwanza ya kumpa hofu Irani, lakini kwa ajili ya kumuonyesha ukubwa wa nguvu alionayo, lakini pia kutaka Irani aregeze kamba juu ya kuachana na misimamo yake. Inakadiriwa kwamba jeshi lililokusanywa ndani ya Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuivamia Irani ni kubwa zaidi ya lile ambalo lililokutanika nchini Iraqi, ni kubwa zaidi ya lile ambalo lilivamia Libya, ni kubwa zaidi ya lile ambalo lilivamia Afghanistan. Hii inatengeneza taswira gani? Hii inatengeneza taswira kwamba Irani sio taifa la kitoto. Irani ni taifa kubwa, ni superpower. Irani ina uwezo wa kufanya mashambulizi yoyote, na hivi juzi kupitia waziri wa mambo ya ulinzi wa nchini Iran amesema tuna uwezo wa kushambulia Pentagon, lakini pia tuna uwezo wa kushambulia nyumba anayoishi rais, ambao ni makazi ya rais wa Marekani nchini Marekani kwenyewe. Kwa hiyo utaona namna gani vita ilivyokuwa kubwa. Utaona namna gani vita hii kila mmoja amejiandaa vya kutosha. Leo hii Irani wameweza kuzindua kombora ambalo ni maalumu kwa ajili ya kuangamiza meli baharini. Kombora ambalo haliziwiliki na mfumo wa aina yoyote. Kombora ambalo likipigwa iwe ni meli ya namna yoyote ni lazima itazama. Lakini wakati huo Marekani ilituma ndege kwa ajili ya kufanya ujasusi na upelelezi ndani ya taifa la Iran, ikiaminika kwamba ndege hii haiwezi kuonekana katika rada ya aina yote. Na mwisho wa siku Iran wamethibitisha kwamba wao wako vizuri katika angalau, wameweza kufunga angalau. Ndege hii ilipokaribia anga la Irani ilishindwa kuingia Irani kwa sababu ya udhibiti wa anga, teknolojia ya anga waliofanya. Lakini pia Irani imeweza kupandisha satellite 2 za masuala ya security angani. Hii yote ni kwa sababu ya kwenda kuharibu mifumo ambayo inayotumiwa na Marekani kuhakikisha kwamba inaweza ikashambulia Iran. Lakini wakati huo jeshi la Israel, ambapo pia linategemea kufanya mashambulizi nchini Iran, limekuwa ni jeshi ambalo udhaifu wake, pamoja na kwamba wana ubora wa masuala ya ulinzi wa Iron Dome, lakini pia air service, haya yote haya ni mifumo ambayo inakadiriwa kweli kuwa ni mifumo bora duniani. Lakini mwisho wa siku ni mifumo ambayo katika mabomu 100 yanaweza yakapenya mabomu 10. Lakini namna gani Irani anaweza kufight kuhakikisha kwamba mabomu yake yanapenya? Ni pale atakapoagiza makombora mengi kwa upande mmoja. Lakini wakati huo ni kwamba Israel itashindwa kwenda kupigana vita vya muda mrefu kwa sababu ya kuhofia madhara ya uchache wa askari alionao. Unaweza ukaona namna gani vita inavyokwenda kutanuka na madhara yake kwa taifa la Israel yatakuwa ni makubwa mno, kama ambavyo alivyoelezea Ayatollah al-Khomeini kwamba huu ni mwisho wa kuwepo taifa la Israel ndani ya uso wa Mashariki ya Kati. Vita hivi ndugu zangu hatuombi vitokee. Vita hivi ndugu zangu hatutaki vitokee kwa sababu madhara yake ni makubwa. Hayatoishia ukanda wa Mashariki ya Kati, bali yatakwenda mpaka maeneo yetu sisi huku Afrika. Tutapata athari ya vita hivi. Ndugu zangu, lazima tufahamu kwamba jeuri ya Irani kwa sasa imekuwa ni kubwa kwa sababu wamewekeza katika upande wa vijana, wamewekeza katika upande wa teknolojia na sayansi. Shughuli hii yote inafanywa na vijana, shughuli hii yote inafanywa na vijana walijitolea kwa ajili ya kuihami nchi yao. Tuache vilio vijana wa Tanzania, tuache vilio vijana wa Tanzania, kwa sababu kabla haujajiuliza serikali imefanya nini, wewe kwa kipigo kuelekea Israeli, rada inasoma ikisoma inatuma taarifa kwa control na command center. Serikali imefanya nini? Wewe mwenyewe umefanya nini? Tuachane na vita na kuuliza kwamba unaenda unasoma nchi yako bure, unaenda unaiharibu nchi yako bure, unaenda unaisambaratisha nchi yako bure, unaenda unaivuruga nchi yako bure, alafu unatumiwa na watu ambao maslahi yao yako katika hizo nchi za magharibi ambazo ndizo zinazoongoza kwa kueneza vita duniani pamoja na fujo, ndizo ambazo zinakunyima wewe mtaala wako wa elimu uliokuwa bora mpaka ukafika hapo ulipo. Hauelewi watu wanapokwenda, hauelewi chaneli yako ikoje, hauna msaada wowote ndani ya taifa lako, hauna msaada wowote katika jamii yako, hauna msaada wowote katika familia yako. Kwa hiyo
tutatakiwa tuzinduke na tujue kwamba tunatakiwa tupambane kuhakikisha kwamba tunaleta mageuzi bora. Mabadiliko mengi duniani yameletwa na vijana. Sasa utapokuwa wewe ni kijana alafu ukashindwa kujitambua nafasi yako, ukashindwa kujitambua kwa nini uko hapo, ukashindwa kujitambua nini unachotakiwa kuifanya. إيران تستعد للمواجهة الكبرى، فهل انهارت المفاوضات فعليا؟ تقارير أمريكية تتحدث عن استعدادات إيرانية غير اعتيادية تحسبا لفشل المحادثات النووية مع واشنطن. فمع تعثر المفاوضات بدأت التحركات تظهر على الأرض، بحيث أن إيران قامت بتشديد الحماية على المنشآت النووية وتعزيز التحصينات حول المواقع الجبلية.